Chipando, mbunge wa Kigoma mjini, asalimie. Karibu sana mheshimiwa. Baba yetu wa mbinguni, jina lako litukuzwe, utakalo lifanyike duniani kama mbinguni. Utupe leo riziki zetu, utusamee makosa yetu kama tunavyowasamee waliotukosea. Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, mama yangu Dr. Samia Suluhu Hassan, Mheshimiwa mkuu wa mkoa, mzee wangu mzee Simon Siro, waheshimiwa wote, mawaziri mliokuwepo hapa, viongozi wa dini, mabalozi, pamoja na wananchi wote mliokuwepo katika uwanja huu wa Katosho. Kwanza kabisa mimi nashukuru sana watu wa Kigoma, mmeniheshimisha. Mmeniheshimisha kwa sababu mimi ndiye niliyepewa kamati ya hamasa kuhakikisha eneo hili linajaa na mmejaa. Mheshimiwa Rais, leo sitakuwa na maneno mengi kwa sababu maneno mengi yameongelewa na Mheshimiwa mkuu wa mkoa hapa. Lakini mimi kama mwanasiasa napasa kuwa shuhuda wa yale ambayo umeyafanya katika mkoa wetu wa Kigoma. Mheshimiwa Kamanda Siro ambaye sasa hivi ni mkuu wa mkoa ameelezea mambo mengi sana, lakini lazima tuseme ukweli. Watu wa Kigoma, Dr. Samia Suluhu Hassan kabla hajaingia madarakani tulikuwa tuna shida ya maji. Maji tunayaona mtaani, hamna. Uongo kweli? Sasa hivi yanamiminika, miminiki. Mimi ni shuhuda. Lakini pia Dr. Samia Suluhu Hassan umetuunganisha na gridi ya taifa. Sasa hivi tunaanza kuona viwanda vinajengwa hapa katika mkoa wa Kigoma. Mheshimiwa Rais, kazi kubwa ulioifanya kwa miaka yako ambayo sasa hivi tunaenda miaka 6 sasa, tangu 2021 mpaka leo hii 2026, kazi ulioifanya inabakia kwenye kumbukumbu katika mioyo yetu sisi kama wakazi wa mji huu wa Kigoma mjini na Kigoma, mkoa wa Kigoma kwa ujumla. Ulinipa nafasi, kwangu mimi una nafasi mbili. Una nafasi kama rais wangu, una nafasi kama mwenyekiti wangu wa Chama cha Mapinduzi. Ulinipa nafasi ya kugombea katika jimbo la Kigoma mjini. Inawezekana kuna watu walisema hivi, kwa nini wanampeleka Baba Levo? Lakini kazi inayofanyika katika mji huu tukishirikiana na serikali wako na mawaziri wako ni kazi kubwa ambayo inakipa heshima chama chetu cha Mapinduzi, inaipa heshima serikali ya awamu ya 6 ambayo wewe ndio rais wetu. Naomba nikwambie ukweli, mama yangu, ukija hapa Kigoma utaona kuna miradi mingi ya barabara inaendelea katika mitaa yetu. Naomba nitoe shukurani za dhati kabisa kwa waziri ambaye anahusika na TAMISEMI, mzee wangu Shemdoe. Kazi aliyoifanya ya kutusaidia kuanza kuzijenga barabara za mtaa ambazo nilikuwa nahangaika nazo. Mzee wangu Shemdoe, nashukuru sana, na leo nimekushukuru mbele ya rais. Namshukuru sana Juma Aweso, ameyaleta maji mtaani. Namshukuru sana waziri Ulega, ameiunganisha mkoa wa Kigoma na mikoa mingine. Na leo hii niko hapa kumshukuru mzee wangu mzee Mbarawa. Umekuja kuweka jiwe la msingi la SGR hapa, na nimeshuhudia kwa macho yangu majina ya wale wahusika wote ukiongoza wewe yamedumkizwa kwenye jiwe lile la msingi. Sisi kama wakazi wa mkoa huu wa Kigoma, watoto wetu na vizazi tutakuwa tunawaonesha kwamba waliosababisha SGR ikafika Kigoma wakiongozwa na Dr. Samia Suluhu Hassan majina yao yako mle ndani kwa miaka na miaka. Kwa upande wangu mimi kama mbunge wa jimbo la Kigoma mjini, siwezi kusimama hapa kukuomba barabara mama. Mawaziri ni saizi yangu, tuko nao bungeni, nitaimba nao vizuri tu, watakuja kukulalamikia, lakini hawa mimi nitaimba nao wimbo mzuri. Nitahakikisha kazi uliotutuma sisi kama wabunge wa Chama cha Mapinduzi kuhakikisha tunatimiza ilani ya Chama cha Mapinduzi inatimia katika jimbo la Kigoma mjini. Wazee wangu, mawaziri wangu, nawaomba sana mtanisamehe kwenye namna ya kuipigania ilani ya Chama cha Mapinduzi,
kwenye namna ya kuwapigania wakazi wa Kigoma, wananchi wa Kigoma mjini kwa mjumla, sitokuwa na huruma na waziri yoyote. Mtanipeleka maadili, na mwenyekiti ni mama, atanitetea kwamba mama, nilikuwa natetea hela zako unazozitafuta. Na mimi nataka niwaambieni ukweli kwa kumalizia. Dr. Samia Suluhu Hassan, namna anavyoleta hii miradi, hawasemi wenye midomo, hawasemi kwamba Dr. kaleta, Samia kaleta, hawasemi. Lakini tunapoenda kutafuta hela, ikitokea tumekopa sehemu yoyote, midomo mingi. Mama, tafuta hela, tujengee vitu tuvione, na hakuna mtu yoyote mwenye midomo, tutapambana nao sisi. Wewe piga kazi tu mama yangu. Si wanasema kuna makundi, mimi ni kundi la mama. Sasa kama kuna mbunge yeyote ananizidi mdomo mle ndani, tutasimama naye vizuri tu. Niko mule kwa ajili moja tu, kwanza kuhakikisha tunatimiza dhamira ya Chama cha Mapinduzi katika nchi yetu ya Tanzania. Lakini cha pili ni kuhakikisha yale yote ambayo yamepangwa kufanywa katika mkoa wa Kigoma yanafanyika kwa 100%. Lakini cha tatu, kuipa heshima serikali ya awamu ya 6 ya Dr. Samia Suluhu Hassan, na mimi niko mle cha mdomo wake, tutapambana vizuri. Mwisho mama, naomba niwaambie watu wa Kigoma, Dr. Samia Suluhu Hassan anatafuta pesa, anahangaika kushoto na kulia kutafuta hela, anatuletea miradi mizuri kama hivi. Ni kazi yetu sisi watu wa Kigoma kulinda hii miundombinu ambayo serikali inapambana kuileta katika mji wetu. Tusikubali mtu yoyote akaanza kuhujumu, wakaanza kufanya vitu vya hovyo, kuharibu juhudi ambazo zinafanywa na rais wetu. Tusikubali. Na pale ambapo Mwenyezi Mungu akitusaidia mradi ukakamilika, tuache zile tabia zetu za kupanda kwenye treni na mbuzi, kilo magunia mihogo na nini. SGR ni kamserereko, tusererekeni vizuri, au sio jamani? Kwa kusema hayo machache, mama yangu Dr. Samia Suluhu Hassan, mimi nina furaha. Ulinitoa katika kama wale unasema machokora wa mtaani, umenipa heshima na umewafanya watu wa Kigoma wawe na furaha, kwa sababu mimi ndiye mtoto wao pendwa, hawana mtoto mwingine katika mji huu wa Kigoma. Asante sana mama yangu, na Mungu akujalie tuendelee na shughuli salama. Asante. Asante, naomba tupige makofi mengi kwa Baba Levo. Kigoma oye!